Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza siku ya Jumatatu kuwa atajiuzulu wadhifa wake, hatua inayofungua njia kwa kiongozi wa saba nchini humo katika kipindi cha muongo mmoja baada ya kukabiliwa na uasi ndani ya chama chake cha mrengo wa kushoto cha Labour. Tangazo hilo linaandaa mazingira ya kumpata mrithi wa Starmer ambaye anatarajiwa kuwa Andy Burnham, aliyekuwa meya maarufu wa Manchester, ambaye alifanikiwa kurejea bungeni wiki iliyopita. Burnham alikuwa amepanga kumpinga Starmer na anaonekana kuwa chaguo bora zaidi la kubadili mwelekeo wa chama hicho tawala. Starmer alisema ameshazungumza na Mfalme Charles wa tatu kumfahamisha kuhusu uamuzi huo, lakini ataendelea na majukumu yake kama kiongozi wa mpito mpaka kiongozi mpya atakapoteuliwa. Akizungumza mbele ya wafuasi wake nje ya makazi ya waziri mkuu katika mtaa wa 10 Downing asubuhi ya joto kali, Starmer alisema swali ambalo chama chake kilikuwa kikijiuliza ni iwapo yeye ndiye mtu sahihi wa kuongoza kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Aliongeza kuwa amesikia jibu la wabunge wa chama chake kuhusu swali hilo na amekubali kwa moyo mkunjufu. Sauti ya Starmer ilisikika ikitetemeka alipozungumzia uungaji mkono wa mkewe Victoria na watoto wake wawili, hali iliyoonyesha hisia za wazi ambazo si za kawaida kwa waziri mkuu huyo. Starmer alisisitiza kuwa kila uamuzi aliyoufanya ulikuwa kwa ajili ya kuitanguliza nchi anayoipenda na hiyo ndiyo sababu iliyomfanya aamue kujiuzulu. Starmer alibainisha kuwa mchakato wa kuchukua fomu za kumpata mrithi wake kama kiongozi wa chama cha Labour na hivyo kuwa waziri mkuu utaanza Julai 9. Ikiwa atajitokeza mpinzani wa Burnham na kuwepo kwa kinyang'anyiro, kiongozi mpya atakuwa amepatikana ifikapo mwezi Septemba. Hatua hii inaashiria kuanguka kwa kushangaza kwa kiongozi aliyepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa mwaka 2024, akibebwa na wimbi la kutoridhika kwa wananchi dhidi ya utawala wa miaka 14 wa chama cha Conservative cha mrengo wa kulia. Kabla ya kutangaza kujiuzulu kwake, Starmer aliorodhesha mafanikio yake ofisini, akitaja kuimarika kwa uchumi na mishahara, maboresho ya haki za wafanyakazi, kuongezeka kwa bajeti ya ulinzi na kuwaondoa watoto milioni 1 kwenye umaskini, mambo ambayo alisema yalitokana na maamuzi aliyoyafanya. Hata hivyo, mustakabali wa kisiasa wa Starmer uliathiriwa na mfululizo wa kashfa nzito, huku wabunge wengi wa chama chake wakimlaumu kwa makosa ya kisera ambayo hayakuungwa mkono na umma. Shinikizo la kumtaka Starmer ajiuzulu liliongezeka tangu mwezi Mei baada ya kukaa madarakani kwa miaka 2 pekee. Alikiongoza chama chake kupata matokeo mabaya zaidi katika chaguzi za serikali za mitaa na kanda, huku chama cha mrengo wa kulia cha Reform UK kinachoongozwa na Nigel Farage kikipata mafanikio ya kihistoria. Mpinzani mkuu wa kiongozi huyo ndani ya chama ni Burnham, meya wa Manchester, ambaye alikuwa amewekeza mipango yake ya kutoa changamoto ya uongozi. Burnham alishinda uchaguzi mdogo siku ya Alhamis na kupata kiti bungeni, hatua iliyompa nafasi ya kuwania uongozi huo. Starmer alikuwa ameahidi kupambana katika kinyang'anyiro chochote, lakini huku uvumi ukiongezeka mwishoni mwa wiki, Rais Donald Trump naye alitoa maoni yake akisema kuwa waziri mkuu huyo amefeli vibaya katika masuala mawili muhimu ya uhamiaji na nishati. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump alimtakia kiongozi huyo kila laheri katika hatua yake. Burnham, ambaye anajulikana kwa jina la utani kama Mfalme wa Kaskazini kutokana na utetezi wake mkubwa wa eneo la kaskazini mwa Uingereza akiwa meya, anatarajiwa kuwa kipenzi cha wengi kumrithi Starmer, akiungwa mkono na wabunge wa chama hicho. Alishinda vikwazo vya kisiasa kwa kumshinda mgombea wa chama cha Reform na kurejea bungeni kwa kura nyingi akitumia ujumbe wa mabadiliko. Mapema siku ya Ijumaa, baada ya ushindi wake wa uchaguzi mdogo, Burnham alisema kuwa huu ndio wakati wa mabadiliko. Aliongeza kuwa wana fursa ya kubadili mambo, kuifanya nchi ionekane inafanya kazi tena, kuwaonesha watu kuwa siasa inaweza kuleta mabadiliko chanya na kuwafanya watu wawe na matumaini tena. Starmer mwenye umri wa miaka 63 alikuwa amewapoteza mawaziri wake wawili wakuu katika wiki za hivi karibuni, huku kutoridhika ndani ya chama chake kukiongezeka. Waziri wa afya Wes Streeting alijiuzulu mwezi uliopita na kumkosoa vikali Starmer kwa kushindwa kufanya maamuzi, akisema wakati huo kuwa angefikiria kuwania uongozi. Pigo jingine lilikuja mwezi huu wakati waziri wa ulinzi John Healey alipojiuzulu kufuatia mzozo wa ufadhili wa kijeshi, akimshutumu Starmer kwa kushindwa kutimiza ahadi zake za hadharani kuhusu suala hilo. Miongoni mwa changamoto za kisiasa zinazomkabili Starmer imekuwa kashfa ya uamuzi wake wa kumteua mkongwe wa Labour Peter Mandelson kama balozi wa Marekani mnamo Disemba 2024,
licha ya urafiki wa Mandelson na marehemu Jeffrey Epstein aliyekuwa na hatia ya makosa ya ngono. Starmer hatimaye alimfuta kazi baada ya ujumbe wa kibinafsi wa Mandelson na Epstein kufichuka, lakini waziri mkuu huyo alilazimika kukanusha kuwadanganya wabunge kufuatia mfululizo wa maswali kuhusu mchakato wa kumchunguza balozi huyo. Mandelson alikamatwa mwezi Februari kwa tuhuma za utovu wa nidhamu katika ofisi za umma zinazohusiana na Epstein, ingawa hadi sasa hakuna mashtaka yaliyofunguliwa dhidi yake. Kashfa hiyo ilikuwa ngumu zaidi kwa Starmer kutokana na ahadi yake ya uchaguzi ya mwaka 2024 ya kusafisha siasa, ahadi ambayo ni miongoni mwa nyingi ambazo zimekuwa zikimfuata tangu wakati huo. Baada ya miaka mingi bila ukuaji wa uchumi nchini Uingereza, matatizo ya kiuchumi yanayohusiana na migogoro ya kimataifa na athari za Brexit, pamoja na ahadi yake ya uchaguzi ya nidhamu ya kifedha, imemwacha kiongozi huyo aliyeahidi mabadiliko akiwa na nafasi ndogo ya kufanya mageuzi makubwa au uwekezaji katika huduma za umma zinazodorora. Badala yake, Starmer amekuwa akitafuta njia za kupunguza matumizi na kuongeza kodi, huku akijaribu kutimiza ahadi zake thabiti za kutofanya hivyo. Wakati huo huo, mfululizo wa miradi mikuu ya kisiasa ya Starmer, kuanzia uwekezaji mkubwa katika kupunguza hewa ukaa hadi kuanzishwa kwa vitambulisho vya kidigitali, imekuwa ikipunguzwa makali au kufutwa kabisa, jambo lililozua mashaka hata miongoni mwa washirika wake kuhusu mwelekeo wake wa kufanya makosa ya kimkakati. Andrew Buckley, mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha Sheffield, alisema kuwa kwa upande mmoja, mambo yalikuwa yawe magumu kwa Starmer tangu mwanzo. Aliiambia NBC News kuwa urithi wa kiuchumi ambao serikali ya Labour iliukuta ulikuwa na changamoto nyingi, lakini haukuwa na ulazima wa kuwa mbaya kama ulivyokuwa. Aliongeza kuwa Starmer hakuwahi kuweza kuonesha wazi kwa umma kile ambacho serikali yake inajaribu kukifanya. Alisema kashfa ni muhimu wakati wote, lakini huwa muhimu zaidi wakati serikali haina maelezo ya msingi ya kurejelea. Tim Bell, profesa wa siasa katika chuo kikuu cha Queen Mary jijini London, alisema kuwa mbegu za kuanguka kwa Starmer zilipandwa kabla hata hajashika madaraka. Aliiambia NBC News kuwa Starmer alitoa ahadi nyingi kwa wanachama wa mrengo wa maendeleo ili kudhibiti chama chake, lakini baadaye alielekea upande wa kati, jambo lililoacha serikali yake bila uwezo wa kifedha wa kuleta mabadiliko ya kudumu. Alisema pia kiongozi huyo alianzisha mfululizo wa sera zenye utata zilizowatenga wapiga kura wa mrengo wa maendeleo, huku akitafuta uungaji mkono wa mrengo wa kulia kuhusu swala la uhamiaji, na kuongeza kuwa mambo yalianza kuharibika tangu wakati huo. Wakati akihangaika nyumbani, Starmer amepongezwa kwa namna alivyoshughulikia migogoro ya kimataifa, mara nyingine akionekana kuwa huru zaidi katika mikutano ya kimataifa kuliko anapokabiliana na masuala ya ndani ya nchi. Uhusiano wake wa awali wa kikazi na Trump uliharibika kufuatia uamuzi wake wa kutojiingiza katika vita vya Iran, msimamo ambao hata wakosoaji wake wameuita wa kijasiri na wenye misingi. Katika kinyang'anyiro cha uongozi kinachokaribia, wagombea wanahitaji uungaji mkono wa 20% ya wabunge wa Labour ili kufikiriwa. Ikiwa zaidi ya mmoja atafikia kiwango hicho, kura itapigwa miongoni mwa wanachama wa chama na wafuasi. Lakini Burnham ndiye anayepewa nafasi kubwa, na baadhi ya watu ndani ya chama wameonyesha matumaini ya kuepuka kinyang'anyiro cha muda mrefu na chenye fujo ikiwa atakuwa mgombea pekee mwenye nguvu. Bell alisema kwa kushinda uchaguzi mdogo wa Makerfield kwa kishindo, Burnham alithibitisha kuwa ana uwezo wa kupambana na Nigel Farage na kwamba ana ujuzi wa mawasiliano na ushawishi ambao Starmer anakosa. Waziri mkuu ajaye atakuwa kiongozi wa 7 nchini humo katika kipindi cha miaka 10 tu, kipindi kirefu cha ukosefu wa utulivu kilichoanza na kura ya Brexit ya mwaka 2016. Starmer, ambaye ni mtoto wa fundi na muuguzi na alikuwa wa kwanza katika familia yake kwenda chuo kikuu, mara nyingi amekuwa akielezea asili yake kuwa ni ya tabaka la wafanyakazi. Baadaye alikuja kuwa wakili mashuhuri na kupanda hadi kuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma, msimamizi mkuu wa mashtaka ya jinai nchini Uingereza pamoja na Wales. Alikuwa mbunge mwaka 2015 na kuchaguliwa kuwa kiongozi wa Labour baada ya chama hicho kushindwa vibaya katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2019, akifufua matumaini ya chama hicho na kukiongoza kupata ushindi mkubwa miaka 4 tu baadaye. Nikiripotia Rubaa za Kimataifa, mimi ni Abdul Nasser Mwita.